Karibu sana mwanamichezo mwenzangu, karibu kwenye duru ya kimichezo ya Game On TZ. Mimi naitwa mpekuz.com, nipo hapa kuweza kukuhabarisha habari za kimichezo ambayo yaliyojiri siku ya hii leo na yale ambayo yanayotarajiwa kujili baada ya taharuki kuwa nyingi kweli katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, huko mambo yakiendelea kuwa magumu kweli na kila mmoja ndani ya klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kila mmoja kuzungumza lake. Sasa kocha Fadlu Davis, ile kauli ambayo aliyoweza kuizungumza baada ya mchezo wa ligi kuu kutamatika Tanzania bara hapo juzi dhidi ya watani wao wa jadi Dar es Salaam Yanga African, mchezo ambao umechezwa Juni 25 katika dimba la Benjamin William Mkapa. Kauli ya Fadlu Davis, amesema kwamba ukikitazama kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kuna mengi ya kufanyiwa maboresho ndani ya kikosi hiko, na tarajia kukaa na viongozi kama kutakuwa na uwezekano wa kufanya maboresho makubwa, basi yatafanyika maboresho hayo, na kama hayatokuwepo maboresho ndani ya klabu Wekundu wa Msimbazi Simba, basi maamuzi yatakayoendelea itakuwa tofauti na vile ambavyo itakavyoenda ama kuwa pale mwanzo kama ilivyokuwa. Sasa kauli hiyo ya kocha Fadlu inazidi kuendelea kwa kasi kubwa kweli na inazidi kuleta taharuki ndani ya klabu hiyo ya Simba, huku mwekezaji Mo Dewji, baada ya kusikika kwa taharuki hizo kuwa nyingi ndani ya viongozi wa klabu ya Simba na kila mmoja akijaribu kuzungumza lake. Ukiachana na hilo, baada ya matokeo ya Simba dhidi ya Yanga, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, huko kiungo mshambuliaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Fabrice Luamba Ngoma, baadhi ya viongozi wa klabu ya Simba wanatamani kuendelea kwa Ngoma kusalia katika viunga hivyo vya wana Msimbazi, lakini viongozi wengine huku wakuto kutamani kabisa kuendelea kwa Ngoma ndani ya viunga hivyo vya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ngoma alitarajiwa kuongezewa mkataba wa mwaka mmoja ili aendelee kusalia katika viunga hivyo vya Msimbazi, lakini kwa taharuki ambayo inayoendelea kwa hivi sasa, kwani kabla ya mchezo wa dabi kufanyika, huku wachezaji wa Simba walikuwa hawana taarifa yote ya kwenda kucheza mchezo huo wa dabi, huku Ngoma akianza kuleta migomo ya hapa na pale, huku akiwachagiza wachezaji wenzie kudai posho ili kuelekea katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara, kwani inapotarajiwa kufanyika kwa mchezo mgumu, mchezo wa dabi, viongozi hao wa Simba hutoka mbele ama hadharani kuweka posho kwa wachezaji ili kwenda kuwapa morali wachezaji hao kuelekea katika mchezo mgumu wa dabi. Huko viongozi wa Simba hawakuweza kufanya hilo, kuwekea bonus wachezaji wa Simba na kuwafanya wachezaji hao kutekeleza taharuki kubwa ndani ya kikosi hiko cha Simba, huku Ngoma akiwa mstari wa mbele kuweza kuwashawishi wachezaji wenzie waendelee kuweka mgomo ili uongozi wa Simba uendelee kuweka posho, mambo yaende kuwa mazuri. Ilipofika Juni 25 mwaka 2025, huku viongozi wa Simba waliweka mkazo ule kuto kuweka bonus kuelekea katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Mchezo huo ulipoenda kufanyika katika dimba la Benjamin William Mkapa, Fabrice Ngoma bado akiendelea kuwa mbele, mstari wa mbele, kuambia wachezaji wenzie hatuwezi kucheza mchezo huu pasipo viongozi wa Simba kuweka bonus ama kuweka fedha mezani ili kutengenezea morali katika mchezo huo. Mchezo ulitamatika dakika 90 ya mchezo huo, huku Simba wakiendelea kupoteza dhidi ya watani wao wa jadi Dar es Salaam Yanga African. Viongozi wa Simba wametoka hadharani kusema kwamba Ngoma hatufai, Ngoma hawezi kuwa mchezaji jasiri, mchezaji ambaye ametengeneza taharuki kabla ya kuelekea mchezo wa dabi. Viongozi wa Simba wamechukua hatamu kusema kwamba Ngoma haitakuwa itampendeza zaidi kuendelea kusalia hapo. Viongozi wa Simba wamechukua maamuzi magumu kweli kwenda kumwacha Ngoma kuelekea katika msimu ujao, msimu wa 25, msimu wa 26. Mkataba wa Fabrice Ngoma unamalizika endapo msimu mpya utakapo kabla kwenda kuanza. Ngoma
ameshamaliza mkataba wake, kwani mkataba ulisalia mwishoni mwa msimu huu 24-25. Huku kocha Fadlu Davis amesema kwamba kama ataendelea kuendelea kuifundisha klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, basi ombi moja ambalo Fadlu amewaomba viongozi wa Simba ili kwenda kutengeneza safu bora, safu ya uongozi, safu ya utendaji na safu ya utekelezaji katika msimu mpya unaofuata. Barua ama ujumbe wa Fadlu Davis amewaambia viongozi wa Simba anahitaji kuletewa mtu mmoja ambaye mtu huyo alipata nafasi ya kusoma taarifa zake na kufuatilia kwa ukaribu zaidi, na tangu pale ambapo alipokuwepo madarakani kiongozi huyo, Simba ilikuwa imara. Simba haikuwa kuteteleka kwa baadhi ya viongozi kuingia moja kwa moja katika kwa wachezaji ama kuzungumza na wachezaji. Fadlu Davis amewaomba viongozi wa Simba, huku kiongozi mkuu kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba, Mo Dewji, amesema kwamba anahitaji kurejeshwa aliyekuwa mtendaji wa zamani wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Barbara Gonzalez. Huku Fadlu Davis amesema kwamba kama Simba ama viongozi wa klabu ya Simba watamrejesha Barbara Gonzalez katika viunga hivi vya Simba, basi hakika Simba itakuwa imara zaidi. Fadlu amewaomba viongozi wa Simba ili katika utendaji mkuu aende kuongeza kasi, aende kuwafanya wachezaji kuwa na discipline kubwa kwelikweli. Huku Fadlu amesema kwamba anahitaji Barbara arudi katika viunga hivyo vya Msimbazi, kwani yeye ni moja kati ya watu bora ambapo atakapopata bahati ya kufanya naye kazi, basi itakuwa ni jambo jema kweli kweli. Huko Fadlu ameandika barua ama ametuma ujumbe kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba, Barbara aweze kufanya naye kazi msimu mpya utakaoanza. Viongozi wa Simba mpaka hivi sasa bado hawajaweza kujibu na wapo katika mchakato, lakini taarifa tu zingine, Simba ikiendelea kukusanya kwa baadhi ya wachezaji wanaowahitaji. Giants Giru Mugisha tayari ameshamalizana na klabu ya Simba, huku mambo yakiendelea kuwa mazuri zaidi, huku J-Root, mdhamini ama mzabuni mpya kwa upande wa Simba, anaendelea kufanya maboresho makubwa kwelikweli katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa baadhi ya wachezaji wengine ambao wanatarajiwa kutoka ama kuondoka katika klabu hiyo ya Simba, ni moja kati ya hao ni Fabrice Luamba Ngoma. Takriban wachezaji 6 ambao watakaoweza kuondoka katika klabu hiyo ya Simba ili kwenda kutengeneza kikosi imara, kikosi bora, kikosi cha ushindani, kikosi ambacho kitakachoenda kufanya vizuri msimu mpya. Afisa habari wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Ahmed Ali, kwenye kurasa yake wa Instagram ameweza kuchapisha maelezo marefu kulikweli, huku akiandika kwamba kwa hivi sasa wana Simba hatupaswi kabisa kurumbana. Kwa hivi sasa wana Simba tunahitaji kuwa wamoja, kwani viongozi wetu wa Simba ni imara, viongozi wa Simba ni wenye uweledi, na kwa hivi sasa viongozi wa Simba wanalifanyia kazi swala zima la kwenda kufanya maboresho katika kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Hayo ni mambo magumu kutoka ndani ya klabu ya Simba. Tusubiri na tungoje kuona Simba wao utaenda kufanya nini kulingana na huku chagizo kubwa la kocha Fadlu anamhitaji Barbara Gonzalez kurejea kwenye viunga hivi vya Msimbazi, na kocha Fadlu anatamani kufanya na Barbara, na pia ameuomba uongozi wa klabu ya Simba kufanya Barbara kurejea katika viunga hivyo vya Msimbazi ili kutengeneza chemistry nzuri kuelekea katika msimu mpya wa 25 wa 29. Hii ni Game On. Mimi naitwa Mpekuzi.com.